na ni kipindi ambacho kimeangazia haki za ajira katika jamii, lakini tuliegemea sana jamii ya walio na ulemavu na vile vile akina mama. Ni kipindi ambacho kimetoa ufahamu kwa muda wa mwaka moja sasa. Ni kipindi ambacho kimetoa ufafanuzi kwa jamii kwamba wengi hawakufahamu haki zao kazini. Hata hususan sekta ya jua kali hawakujua kwamba bado naweza kufanya kwenye sekta hii na niwe na mkataba. Vile vile ni kipindi ambacho naweza kusema kimewafahamisha na kuwapa haki zao jamii walio na ulemavu. Wengi hawakufahamu kwamba licha ya hali yangu ninaweza kudai haki yangu, na naweza kusema ndio kimekuwa na kikifuatiliwa kutokana na zile jumbe ambazo zimeweza kuwasilishwa, linakuonyesha hitaji la kupata msukumo wa kipindi hiki na kuendeleza vipindi hivi. Nafurahi kwamba tuliweza kushirikisha kipindi hiki katika kongamano la moja kwa moja, vile tuliita town hall kwa kimombo, na napenda kwamba tulipata mchango wa moja kwa moja kwa wale ambao waliweza kujumuika. Mbali na wale wataalam, tulikuwa na wale waathiriwa wa moja kwa moja ambao waliweza kuelezea taswira zao, visa vyao ambao walikumbana navyo, na kupata pale walipata majibu ya moja kwa moja. Vile vile pia kongamano hizi zilitupa ongezeko la wale wanaosikiliza na kufuatilia vipindi vyetu kwenye mitandao ya kijamii. Nimekuwa na ufahamu wa jinsi ya kuendesha mahojiano kati ya jamii ya walio na ulemavu, kitu ambacho sikujua. Pili, nimeweza kutambua makosa ambayo sisi hufanya kama wanahabari. Mara nyingi, kwa mfano, jamii ya wale ambao hawana uwezo wa kusikia, tumekuwa tukitegemea sana kwa wale tunawaita wafasiri wa lugha ya ishara, kwamba unamwangalia yule badala ya kumzungumzia yule ambaye unahoji. Pia tumejua jinsi ya kuwaita, hususan wahariri wetu wakuu, unapata anasema persons living with disability, lakini tumefahamu wanaitwa tu persons with disability. Kwa Kiswahili tunasema watu walio na ulemavu.